alipotoka katika mji wa Makka akaenda Madina, aliasisi daula. Kwa Mtume sallam alikuwa ni raisu daula, alikuwa ni kiongozi mwenye dola, na lazima awe na uyun, watu ambao watakuwa ni wenye kuangalia, hasatan maadui. Ain sio baina ya Waislamu, bali iwe ni kwa upande wa maadui, hasatan Makuraishi. Kwa hiyo Mtume sallam alikuwa nao watu hawa ambao wamempa habari ya kwamba Makuraish wameafikiana wampige vita Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamzuie Mtume asiingie Baitullah al-Haram. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa thanau lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبعه وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية بقياس الأعمال ومصدر الأحكام. أما بعد، إن شاء الله leo tutaingia mlango wa sulhu al-Hudaybiyah au muahadatu al-Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda umra na kushukia sehemu inayoitwa Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioneshwa katika ndoto akiwa katika mji wa Madina ya kwamba yeye na masahaba zake wameingia Masjidil Haram wakiwa na amani, muhalliqina ruusahum wa muqassirin, ikiwa wamenyoa nyele na kupunguza. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza Waislamu na akawaambia kwamba yeye yataka kwenda umra, na akawataka al-a'rab ambao walikuwa pambizoni mwa mji wa Madina watoke pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawa wakabaki nyuma. Al-a'rab ikiwa ni matumbo ya Kinana na wengineo. Al-a'rab, Mujahid asema katika tafsiri al-Qurtubi ni Ghifar, Muzaina, Juhaina, Aslam, Ashja na Dil. Hizi ni koo ambazo kwamba zilikuwa zinaishi kando ya mji wa Madina. Walidhani ya kwamba an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada, ya kwamba mtume na waumini hawatoweza kurudi katika mji wa Madina lao watatoka kwenda umra katika mji wa Makka. Kwa hivyo wakawa ni wenye kubaki nyuma, wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, ya kwamba mali zetu na familia zetu zimetushughulisha, basi tuombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu sasa yaqulu laka almukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Hawa watakwambia al-mukhallafuna ni wale ambao kwamba wamebaki hawakutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika umra. Kwa Mtume sallallahu akatoka siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 6 baada ya hijra, akiwa na watu 1400 katika muhajirina na ansar. Kisha akatoka pamoja na al-hadi, mifugo wale, gamia, ng'ombe, mbuzi, ili watu wajue ya kwamba mtume ametoka kwa ajili ya umra na hakutoka kwa ajili ya vita. Na alipofika sehemu inaitwa Dhul Hulaifa, akawa ni wenye kuweka alama kilada katika shingo ya wale wanyama ambao wanakwenda katika umra,
na alama zingine ambazo wanaweka katika ngamia katika ile nundu lake, na chanjwa kidogo na kutoka damu kiasi kidogo kuonyesha kwamba hawa ni alhadaya, kwamba hawa ni mifugo ambao wanakusudiwa kuchinjwa kwa ajili ya ibada ile wanaoiendea, na akahirimia umra. Kisha akatoka Mtume sallam mpaka akafika sehemu inaitwa Usfan. Akaja jasusi wake Mtume sallam akamwambia Mtume sallam, jasusi kwa maana ain, yani ametuma mtu ambaye anafuatilia habari na kujulia mambo ya Makuraish. Yafaa Mtume sallam kumbe alikumbuka kwamba alipotoka katika mji wa Makka akaenda Madina aliasisi daula. Kwa Mtume sallam alikuwa ni raisu daula, alikuwa ni kiongozi mwenye dola, na lazima awe na uyun, watu ambao watakuwa ni wenye kuangalia, hasatan maadui. Ain sio baina ya Waislamu, bali iwe ni kwa upande wa maadui, hasatan Makuraish. Kwa hiyo Mtume sallam alikuwa nao watu hawa ambao wamempa habari ya kwamba Makuraish wameafikiana wampige vita Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamzuie Mtume asiingie Baitullah al-Haram. Kwa hivyo Makuraish wakashukia sehemu inaitwa Dhitua, na wakamtuma Khalid bin Walid akiwa na watu 200 ambao wako juu ya farasi, ili azuie njia Waislamu wasiingie katika mji wa Makka. Na Makuraish wakakusanya al-Ahabish. Al-Ahabish sio jamii ya Habasha kama inavyokuja katika lafdhi, bali ni watu wanaonasibishwa na Hubshi bidhammi fasukuni fashinun mu'jamatun maksuratun fayaun mushaddada. Hubshi ni jabali ambalo liko sehemu chini ya Makka, na kuna kaa takriban maili 6 baina ya jabali lile na Makka. Hapa walikusanyika watu katika Banu al-Harith na Banu al-Mustaliq na Banu al-Hawan bin Khuzaa, wakawa ni wenye kuungana na kushirikiana na Makuraish. Kisha wakawa ni wenye kuapa na kusema, inna la yadun wahida ala ghairina ma saja laylun wa wadaha an-nahar wa ma rasa hubshiyun makana. Wakaungana kwamba wao wako pamoja na watasaidiana na watashirikiana mchana unapodhihiri na usiku unapoingia, na maada jabali la Hubshi liko mahala pake. Kwa hivyo wakaitwa Ahabish kwa jina la lile jabali. Kwa hivyo wajamau al-ahabisha liyuinuhum, wakawakusanya hawa watu ambao ni katika butuni ya Kinana na wengineo ambao waliungana na Makuraish ili wawasaidie. Mtume sallam akawashauri masahaba, je, apambane nao Makuraish wakiwa pamoja na Ahabish au aendelee na safari yake ya kukusudia Baitullah al-Haram? Atakayemzuia atapigana naye. Sayyidina Bakar akamwambia Rasulullah, sisi tumekuja mu'tamirin, tumekuja kufanya umra, hatukuja ni wapiganaji. Ambaye atatuzuia baina yetu na baina ya mji Baitullah tutapigana naye. Mtume akakubali rai. Khalid ibn Walid alipoona Waislamu wanaswali katika wakati wa sala ya dhuhuri, wamerukuu na wanasujudu, akasema hii ni fursa tuwashambulie ghafla. Kisha akakusudia alasiri awavamie Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha salatul khawfi,
ambayo iliteremka baina ya dhuhuri na asri, akakosa fursa hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika njia nyingine kando na ile ambao walikuwa kina Khalid bin Walid, akashika dhata al-yamin chini ya sehemu ya Makka mpaka akafika Thaniyat al-Mirar katika mashukio ya sehemu ya Hudaybiyah. Alipofika sehemu ile, ngamia wake akapiga magoti, wakampigia ukelele kama kawaida aamke, lakini ngamia hakuamka. Walikuwa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khala'atil qaswa'u, ngamia Mtume alikuwa akiitwa al-Qaswa, akasema khala'atil qaswa'u, ya kwamba al-Qaswa ngamia yule Mtume amekataa kwenda, amekataa msafara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ma khala'atil qaswa wa ma dhaka laha bi khuluq, hii si tabia yake huyu ngamia, walakin habasaha habisul fil, lakini amezuiliwa na kilichomzuia ndovu. Yule ndovu alipokuwa ataka kuvunja al-Kaaba, wameletwa na kina Abraha wakitaka kuivunja al-Kaaba, ndovu alikataa kwenda. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na huu ngamia kilichomzuia ni kilichomzuia al-fil, na ni kwa hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba wachelewe pale, na kisha baadaye kukawekwa mkataba ambao tutakuja kuusoma, na ikawa ndiyo fathun mubin, ufunguzi mkubwa na ushindi mkubwa kwa Waislamu, na ikawa ni sababu ya kufunguliwa Makka kwa sulhu hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja kuiweka katika hii sehemu ya Hudaybiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenda katika mji wa Makka kufanya umra pasi na vita, ataweka sulhu, na itakuwa amesimamisha vita na Makuraishi takriban miaka 10. Huku nyuma Mayahudi wa Khaybar watakuwa wamebaki peke yao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua ya kwamba lao ataweka sulhu na Makuraish kwa muda wa miaka 10, hawatamaliza miaka 10, wataivunja. Lakini ndani ya muda huu Mtume sallallahu alaihi wasallam atapata nafasi ya kudili na hawa Mayahudi wa Khaybar. Kwa hivyo ngamia baada ya kupiga magoti, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallahi la yasaluni khuttatan yu'adhimuna fiha hurumati llah illa ataituhum iya, hawatonitaka mimi mpango ambao watakuwa nao Makuraish, watakuwa ni wenye kuadhimisha matukufu ya Mwenyezi Mungu, mambo matukufu ya Masjidil Haram na nini, illa ataituhum iya, mimi nitawapa kile watakachoniomba, mimi nitawapa. Almuhimu iwe watakuwa ni wenye kuheshimu hurumati llah. Kisha baada ya hapo Mtume akawa ni mwenye kutolea sauti, yule ngamia akaamka haraka sana kutoka sehemu aliyokuwa amekaa, akaenda mpaka akashukia sehemu inaitwa Hudaybiyah. Akaja Budayl bin Warqa al-Khuzai na kundi katika Khuzaa, na hawa walikuwa ni washirika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mukhlisina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia kwamba Makuraish wamejiandaa kupigana na wewe na kukuzuilia Baitullahi al-Haram. Mtume akamwambia Budayl bin Warqa ya kwamba hakuja isipokuwa ni kwa ajili ya umra, hakuja vita, na amejiandaa kwa hudna yoyote na sulhi yote, kuweka muda wa kusimamisha vita na sulhi ya aina yoyote. Mtume yuko tayari, lakini Makuraishi wakikataa ila vita, basi atapigana nao hata tukta unuqu au yunfidhu Allahu amra, kwamba hatarudi nyuma, imma shingo yake ikatwe au Mwenyezi Mungu atekeleze amri yake. Budayl akarudi kwa Makuraishi, akawaambia
Makuraish hawakutosheka, wakamtuma Mikraz bin Hafs. Mtume akamwambia vile vile alivyomwambia Budayl. Kisha wakamtuma Sayyid al-Ahabish, bwana wa mkusanyiko huu ambao tulisema ni sio wa Ahabish wale wa Habasha, bali ni katika matumbo ya Kinana. Wakamtuma huyu sayyidi wao Al-Hulais bin Ikrima. Alipokurubia kuwaona Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, hadha min qaumin yu'adhimuna al-hadiya fab'athuhu, hawa ni katika watu wanaoadhimisha ile hadi, wale mifugo ambao wamepelekwa kwa ajili ya kuchinjwa katika ibada ya umra mahaji, basi waekeni mbele awaone. Fafaalu, wakafanya hivyo, kisha wakampokea kwa talbia, labbaik allahumma labbaik. Alipoona Hulais ile hali ambayo waislamu wanayo, akasema subhanallah, ma yanbaghi li haulai an yusaddu an albayt, hawa haifai kuzuiwa nyumba ya Mwenyezi Mungu kabisa. Atahujju lakhamun wa judhamun wa himyarun wa yumna'u an albayt ibn Abd al-Muttalib, asema wanahiji Lakhmu ambao ni makabila ya kutoka sehemu za Yemen, na Judham ambao watoka sehemu za Iraq na Sham, na Himyar wanaotoka sehemu ya Palestina, Sina na Misri kule. Wote hawa waruhusiwe kuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, kisha akatazwe mtoto wa Abdul Muttalib, ambaye Abdul Muttalib alikuwa ni sayyidu Quraish na alikuwa ni sayyid katika mji wa Makkah. Asema halakat Quraish wa rabbul bait wa rabbil bait, Quraish wameangamia ikiwa hii ndio hali yao. Innal qauma atau mu'tamirin, hawa wamekuja kufanya umra. Quraish waliposikia vile wakasema, ijlis innama anta arabi, kaa wewe ni bedui, wala ilma laka bil makaid, hujui vitimbi wewe. Bwana anaweza kuwa yasema hivi lakini akawa ni njama hizi na vitimbi akatuvamia, kwa hivyo tulia. Kisha wakamtuma Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Huyu bwana akaja akazungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vile alivyoambia waliomtangulia kina Budayl. Faqala, huyu bwana asema, ya Muhammad, wewe lau utawamaliza watu wako, hal samita bi ahadi min al-arab ishtaha ahlahu qablak, ushasikia katika Waarabu mtu aliyevamia watu wake kabla yako wewe? Akamwambia, wa in takun al-ukhra, ikiwa la pili litakuwa kwako, yani kwamba utashindwa, ikiwa utashindwa ukivamia mji wa Makka, fa inni ara haulaka awbashan minan nas, asema mimi naona kando yako, wale masahaba wa Mtume, asema mimi naona watu duni, watu ni ghaugha, yani watu wenye akili ndogo, watu ambao hawana adabu, watu ambao hawana thamani katika mujtama, kwamba watakukimbia, ayatrukuka wa yafiru, watakuacha na wakimbie. Hivi ndivyo walivyo watu waovu, wakitaka kupinga haki wanawaita wale watu wa haki ya kwamba ni watu duni, hawana thamani, ni watu ghaugha, ni watu aubash. Kwa hivyo hawa watakukimbia, watakuacha. Basi Sayyidina Bakar akamwambia, umsus badra lat anahnu nafirru an. Haya ni maneno makali sana na matusi, kwa sababu umsus ni kunyonya na badri ni sehemu ya siri, na akanasibisha badri na lat katika masanamu wao. Kwa umsus badra lat, matusi wakale, ambao Sayyidina Bakar ajulikana ni mtu mpole ambaye hana maneno, lakini siku hiyo alimuudhi sana huyu Urwa bin Mas'ud Thaqafi, akimwambia kwamba hawa aubash, mwambia Mtume hawa aubash atakukimbia, atakuacha peke yako. Akamwambia umsus badra lat anahnu nafirru anhu, sitamkimbia Mtume. Urwa hakuweza kumjibu Sayyidina Abubakar kwa sababu Sayyidina Bakar alimfanyia ihsani kabla ya hapo.
Urwa katika mazungumzo yake alikuwa akishika ndevu za Mtume sallam, na Mughira bin Shu'ba alikuwa yuko kando na yeye anampiga mkono na upanga wake akimwambia akhir yadak an lihyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambia weka mkono wako mbali na Mtume sallallahu na ndevu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Urwa akimwambia Mughira bin Shu'ba kwamba ni kuvunja ahadi huku. Huyo Urwa Mughira ni mtoto wa ndugu yake Urwa ibnu akhi Urwa, na huyu Mughira alikuwa ameua watu na akachukua mali kisha baadaye akasilimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kukubali kwake Uislamu, na Urwa alikuwa anaashiria hii ya kwamba kuvunja ahadi ni huku kwa kadhia hii ambayo kwamba aliua watu. Urwa akaona namna masahaba walikuwa wakimwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akarudi kwa Makuraish, kisha akaambia Makuraish, enyi watu, laqad wafadtu ala almuluk, mimi nimeenda kwa wafalme kadhaa, ala Kisra wa Kaisar wa Najashi, nimeenda kwa wafalme Kisra, Kaisar na Najashi, wallahi ma raaitu malikan yuadhimuhu ashabuhu ma yuadhimu ashabu Muhammadin Muhammada. Asema sijaona hapo mimi mfalme anaadhimishwa na watu wake namna ambayo watu wa Muhammad wanavyomwadhimisha Muhammad. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, akitema mate asema yanatukia katika mkono wa mmoja miongoni mwao, fadalaka biha wajhahu wa jilda, akapaka uso wake na ngozi yake. Wa idha amarahum ibtadaru amrahu, akiwaamrisha jambo wanakimbilia amri yake. Wa idha tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, akitawadha walikuwa wanakaribia kupigana kwa ajili ya maji yaliyobaki katika udhu wake. Wa idha takallama khafadhu aswatahum inda, akizungumza wanainamisha sauti zao, wanaweka sauti zao chini. Wama yahidduna ilayhi an-nadhara ta'dhiman la, hawezi kumwangalia kumkodolea macho kwa sababu ya kumaadhimisha Mtume. Na huyu bwana kad arada alaykum khuttata rushdin faqbaluha, amewaekea mpango mwongofu, kubalini. Katika mazungumzo haya mufawadat ikiendelea, usiku wakatoka vijana katika Makuraish vibarobaro ambao ni taishin, wenye hamasa, vijana vidogo, wakanyapanyapa takriban watu 70 ama 80. Wakashuka kutoka katika Jabal Tan'im wakaingia katika kambi ya Waislamu, na walikuwa wanakusudia kuweza kuvunja yale majaribio ya kuwekwa sulhi baina ya Waislamu na Makuraish, lakini Waislamu wakawakamata, kisha Mtume sallam akawaacha na akawasamehe. Ikawa hii ina athari kubwa katika kutia hofu katika nyoyo za Makuraish, na Makuraish wakawa ni wenye kutaka sulhu zaidi. Mwenyezi Mungu akateremsha katika surati al-Fath, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkah min ba'di an adfarakum alayhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyezuia mikono yenu kwa wao kupigana nyinyi na wao. Bibatni Makkah ni sehemu ya Hudaybiyah. Min ba'di an adfarakum alayhim, kwamba baada ya Waislamu wamewashika wale vijana takriban 70, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazuia vita havikutokea baina ya Makuraish na Waislamu. Baada ya kuwaacha vijana hawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua atume mjumbe sasa yeye mwenyewe kwa Makuraish, akiwahakikishia ya kwamba yeye amekuja kwa ajili ya umra na sio vita. Akamtuma Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kisha akamamrisha awaendee katika mustadhafina Waislamu kule Makka na waumini,
awabashirie ya kwamba fathi iko karibu na Mwenyezi Mungu atadhihirisha dini, ili Waislamu wasiwe ni wenye hofu na kuficha imani zao katika mji wa Makka. Sayyidina Uthman akaingia katika mji wa Makka chini ya himaya Aban bin Said al-Umawi, akafikisha ujumbe na wakamtaka atufu al-Kaaba. Sayyidina Uthman akakataa kwamba mtume amezuiwa, mimi siwezi kufanya tawafu. Kwa Makuraish wakamwambia Sayyidina Uthman atulie, waendelee kushauriana, kisha watampa jibu baada ya wao kukubaliana afikishe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ikaenea uvumi na habari ya kwamba Sayyidina Uthman ameuawa, na kuuawa mjumbe yamaanisha ni kutangaza vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia habari hii akasema, la nabrahu hatta nunajiza alqauma, sisi hatutaondoka hapa mpaka tupambane nao hawa. Kisha akawaita watu chini ya mti wampatie bai'a ya kupigana na Makuraish kiapo cha utiifu. Watu wakatoka kwa hamasa wakambai mtume ya kwamba watabaki naye mpaka kufa, hakuna hata mmoja atakayekimbia. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wake na mkono mwingine akasema, hadhihi an Uthman, na hii ni bai'a ya Uthman. Ilipomalizika ile bai'a na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia waumini walipokupatia bai'a wewe chini ya mti, na hii ndio inaitwa bai'atu ridwan. Hii ndio bai'a ar-ridwan. Makuraishi waliposikia bai'a hii wakaingia hofu na wakamwacha Sayyidina Uthman akaenda baina ya Waislamu. Kisha wakamtuma Suhail bin Amri ili aweke mkataba na Waislamu. Akaja akazungumza sana, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali masharti yanayofuata. Kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi asifanye umra mwaka huu na asiingie mji wa Makka mwaka huu, aingie mwaka unaofuata, na siku 3 atabaki pale katika mji, na Makuraish wampatie nafasi Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wafanye ibada zao. Na Waislamu wakija katika umra hii, umra al-qada, wasibebe silaha isipokuwa mapanga tu yakiwa katika ala zake. Hii ni kwanza. Pili, vita visimamishe baina ya makundi mawili, Makuraish na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa muda wa miaka 10. Tatu, anayetaka kuingia katika ahadi, katika sulhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ataingia upande ule wa Mtume, na anayetaka kuingia katika ahadi ya Makuraish ataingia upande wao. 4, yoyote ambaye kwamba atajiegemeza kwa Makuraish, yani atakayekimbilia kwa Makuraish miongoni mwa Waislamu, atakayekimbia kutoka kwa Makuraish aje kwa Mtume baada ya sulhu hii, Waislamu wamrudishe yule mtu kwa Makuraish. Na Muislamu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukimbilia kwa Makuraish, Makuraish wasimrudishe. Katika Makuraish ambaye kwamba atakwenda kwa Mtume, Mtume awarudisha. Mtu atakayekuja kwake Mtume amrudishe, lakini atayetoka huko akaenda kwa Makuraish, Makuraish hawatamrudisha. Kisha Mtume sallam akawakubalia na sharti hili pia, na tutakuja kueleza sababu ya kuwakubalia masharti haya. Kisha akamwita Ali na akamwambia aandike bismillahir rahmanir rahim. Suhail akasema hatujui rahmani nini, andika bismika Allahumma.
kwa jina lako Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia andika hivyo, bismika Allahumma. Kisha akamwambia andika hadha ma salaha alayhi Muhammadur Rasulullah. Haya ni mambo ambayo mtume ameweka sulhu, mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuweka sulhu pamoja na Suhail. Suhail akasema lau la'lamu annaka Rasulullah ma saddadnaka 'anil bayt, lau tunajua wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu tusingekuzuia wewe kuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kufanya umra, wala qatalnaka, na tusingekupiga vita, lakin uktub Muhammad bin Abdullah, andika Muhammad bin Abdullah, usiandike Muhammad Rasulullah. Mtume akaambia inni Rasulullah wa in kadhabtumuni, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu hata mkinikadhibisha. Kisha akamwambia Ali, futa waandike Muhammad bin Abdullah. Sana Ali akasema mimi siwezi kufuta, mimi naamini Muhammad Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta kwa mkono wake. Katika vitabu vya sira vingine wasema alimwambia Sayyidina Ali, iko wapi ile Muhammad Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kusoma, hajui kuandika, kaambia ni hapa, akafuta. Kisha ikaandikwa Muhammad bin Abdullah, zikaandikwa chapa mbili, naskha moja akapewa Makuraish na ya pili wakawa nayo Waislamu. Yule mwandishi alipokuwa anaendelea kuandika, akaja Abu Jandal ambaye ni mtoto wa huyu anaandika mkataba, Suhail bin Amri, ambaye anawakilisha Makuraish. Amekimbia na nyororo zake alizokuwa amezuiwa kule na babake. Suhail akasema mrudisheni huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia lakini hatujapitisha. Akaambia basi mimi sitakubali kupitia mkataba huu. Akamkubalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suhail akampiga mtoto wake ambaye ni Abu Jandal. Kisha Abu Jandal akaanza kutoa sauti akiwaambia Waislamu, ya maashara muslimin, enyi Waislamu, narudishwa kwa mushrikina hawa, watanifitini na dini yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia subiri na utarajie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa inna Allaha ja'ilu laka wa liman ma'aka min almustad'afina farajan wa makhraja, Mwenyezi Mungu atakujalia faraja na njia ya kutoka katika dhiki hii. Sana Umar muallif asema akamwambia Abu Jandal kwamba ukipata fursa muue babako huyu Suhail, lakini Abu Jandal hakufanya hivyo. Huyu Suhaili mwishoni baada ya kufathiwa Makkah atakuja kuslimu, huyu Suhail bin Amr, na atakuja kusimama na Waislamu vizuri sana, lakini hapa alikuwa bado hajaingia katika Uislamu. Ilipoisha kadhia ya kuandikwa ule mkataba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia Waislamu, haya simameni mchinje. Hakuna hata mmoja aliyefanya hivyo. Akasema mara tatu, hakuna aliyesimama kutekeleza amri hii. Akaingia kwa mke wake Ummu Salama, akamweleza kwamba mimi naambia Waislamu wachinje, lakini hakuna hata mmoja aliyotekeleza. Akamwambia wewe mama Ummu Salama, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe simama uchinje na unyoe na usimwambie mtu chochote, usizungumze na yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama akafanya vile na akamchinja ngamia ambao ni katika ngamia wa Abi Jahal. Alikuwa ana kama bangili katika pua yake iliyowekwa ya fedha, na alichinja kusudi ngamia ili kuwatia uchungu na kuwachukiza Makuraish mushrikina. Walipoona Waislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anachinja, na wao wakachinja na wakanyoa, na hamu na ghamu ilikuwa kubwa sana. Watu walikuwa wanaona kwa nini sisi hawa Makuraishi sisi tuarudi hatufanyi umra, na vile vile wameweka masharti magumu. Miongoni mwao akija kwetu tumrudishe, na miongoni mwetu anaokwenda kwao tusimrudishe. Kwa hiyo Waislamu wakahuzunika kwa sababu mbili. Moja ni hii ya kwamba wanarudi hawakufanya umra, pili ni kwamba hawakuwekwa sawa katika ule mkataba. Mtume sallallahu alaihi wasallam
akawapatia tumanina ya kwamba watapata umra mwaka unaofuata. Na pili, kwamba kuwarudisha miongoni mwa Waislamu, yani Muislamu ambaye kwamba ataenda kwa Makuraish hatorudishwa, ni kwamba huyu tayari ashakuwa katika unafiki na atakuwa mbali na yeye. Na yule ambaye atakuja miongoni mwao katika Waislamu na sisi tukamrudisha, Mwenyezi Mungu atawapatia njia na atawafungulia na atawapa makhraj. Na Mtume sallam alikuwa yuangalia mbali, yani Mtume sallam alikuwa ni kiongozi na mwenye mtazamo wa mbali. Kwa lugha ya kisiasa sema alikuwa ni mwanasiasa hodari anayefahamu wakia na mwenye khutat nyingi sana. Baada ya watu kuchinja, Sayyidina Umar akaja kwa Mtume sallam, kama ya Rasulullah, alasna ala haqq wa huma ala batil, sisi hatuko katika haki na wao wako katika batil. Qala bala, Mtume akamwambia kwani sisi tuko katika haki na wao katika batil? Qala alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fin nar, sema watakauawa miongoni mwetu wataingia peponi na watakauawa miongoni mwao wataingia motoni. Akamwambia bala. Akamwambia kwani? Akamwambia fa fima nu'ti daniyata fi dinina wa narji'u wa lamma yahkum Allahu bainana wa bainahum, kwa nini sisi tunakubali uduni katika dini yetu, turudi na haja hukumu Mwenyezi Mungu baina yetu na wao, hatujapambana nao. Mtume sasa akamwambia, ibn Khattab, inni rasulullah, mimi ni mtume Mwenyezi Mungu, walastu aasihi, simuasi Mwenyezi Mungu, wa huwa nasiri wala yudhi'ani abada, Mwenyezi Mungu hatonitupa kabisa. Kisha Sayyidina Umar akatoka akiwa na hasira, akaenda kwa Sayyidina Bakar akaambia yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia. Sayyidina Bakar akamwambia Sayyidina Umar, fastamsik bigharzihi hatta tamuta, kwa yale Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwambia yashike, yani kama mtu kushika sehemu ile ya kupandia katika kipando cha farasi ya mangamia, mzuie yale ambayo Mtume amekwambia, shikilia, shika njia ya Mtume. Fa wallahi innahu la ala alhaq, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika haki. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu akateremsha surat al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma kwa Sayyidina Umar, akasomewa Sayyidina Umar, akauliza fathun huwa ya Rasulullah, yani huu ni ufunguzi fathi Makkah? Akamwambia naam. Basi Sayyidina Umar sasa nafsi yake ikawa ni yenye kutulia, kisha akajuta sana Sayyidina Umar kwa yale maneno ambayo kwamba ameyasema na kile kilichotokea kwake. Akafanya amali nyingi, akawa ni mwenye kuendelea kutoa sadaka, akifunga, akisali, akiwacha huru watumwa, mpaka akitarajia kheri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kumkubalia na kumtakabalia. Kwa hii ni sehemu katika sulh Hudaybiyah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia, wiki ijayo tutakuwa ni wenye kuendelea na sulh hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya machache tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.